Mchakato wa kumpata papa mpya huwa unapitia hatua gani mpaka inafikia uchaguzi? Mchakato ni wazi kwamba mpaka sasa watu wengi wameweza kushuhudia mchakato ulivyokuwa ukifanyika, na hasa tendo zima la makardinali katika kanisa kukusanyika pamoja kwa kusali. Mchakato wenyewe wa kwanza ni kusali, kumwomba Mungu aweze kulijalia kanisa mchungaji, kwa sababu wote lazima tukusanye chini ya mchungaji mmoja. Kwa hiyo makardinali walikusanyika Vatikani kwanza walivyoenda kuomboleza msiba wa Papa Francis ambaye sasa amemarehemu, Mungu amrehemu, lakini mchakato wenyewe unaanza kwa sala. Baada ya kusali sana na kumwomba Mungu, lakini ndani yake kupata semina mbalimbali, ndio makardinali sasa wanajifungia rasmi kwa mchakato mzima wa kupiga kura kutoka kwenye miongoni mwao waweze kumpata mchungaji mmoja wa kuliongoza kanisa. Na hayo ndio yaliyofanyika katika kipindi hiki mpaka tumeweza kumpata Papa Leo wa 14, ambao ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Desturi ya kanisa linatumia alama nyingi katika kueleza jambo fulani ama ukweli fulani. Kwenye habari ya uchaguzi wa papa kama tulivyokuwa tunaona mara ya kwanza, siku ya kwanza ulitoka moshi mweusi. Unaona, sio katika tendo la muujiza wa pekee, lakini isipokuwa tu kwa kutumia labda kemikali fulani ambazo zinachomwa ili kuonesha kuwaambia watu wa nje, kwa sababu makardinali ni wakati ambao wamejifungia kama sehemu ya kujitenga na watu wengine nje, ulimwengu wote. Kwa hiyo wanatoa ishara ile tu ili kutuambia sisi watu wa nje kwamba zoezi la kumpata papa mpya bado tuendelee kusali. Na wao wenyewe wanaendelea mpaka pale ambapo walipofanikiwa wamepata sasa kiongozi mpya. Sasa wanaujulisha ulimwengu kwamba sasa tumepata papa mpya, basi kwa ishara zile zile hizo kemikali ambazo zinasaidia, basi wanachoma, zinatoa moshi mweupe, ambapo sasa dunia nzima inashangilia. Kama mlivyoweza kuona kwenye media mbalimbali ulivyotoka moshi mweupe, kwa kweli sio tu kanisa lilishangilia, ila dunia nzima ilikuwa. Kabla ya matokeo ya kutoka Papa Leo amekuwa papa mpya, Rais wa Marekani Donald Trump aliposti picha yake akiwa amevaa vazi la kipapa, na baada ya kuposti picha yake, siku inayofuata matokeo ya papa yalitoka, ambaye alichaguliwa Papa Leo kama papa wa kuliongoza kanisa Katoliki, ambaye kiasili ni Marekani. Je, kuna uhusiano wote kati ya kile kilichopostiwa kwa rais wa Marekani na Papa Leo? Kimsingi hakuna uhusiano wowote, kwa sababu unajua teknolojia imekuwa sana. Hata kama kabla ya rais wa Marekani kuposti picha ambayo amevalia mavazi ya kipapa, wapo watu wengi tu walikuwa wameposti makardinali fulani wamevalia mavazi ya kipapa. Unajua teknolojia kwa kwake, hasa mambo haya ya AI technology, kuna namna nyingi za kutengeneza picha na kuweza tu kujaribu kuelezea tu ulimwengu. Lakini kwenye kuhusu mchakato mzima wa papa na kumhusisha Donald Trump, ni watu tu wanajaribu kutaka kuona kwamba je, kanisa linaingia kwenye influence ya falsafa za Kimarekani au la. Lakini sisi kama wanakanisa tunachokisadiki, nguvu tuliyotumia kusali pamoja na makardinali wenyewe, kukaa pamoja kusali na kufanya uchaguzi kwamba nani atuongoze katika kanisa, tutazame haya kama ni mpango wa Mungu. Sasa kwamba labda Trump aliwahi kuposti vile alafu rais papa ametokea Marekani, ni coincidence tu, ni hekima tu za kimungu ambazo zimetokea hivyo, kwamba Papa Leo wa 14 ametoka Chicago, huyu ambaye alikuwa ni Kardinali Robert Prevost. Kwa hiyo ni Mungu tu ambaye alishamwandaa toka huko kwamba zama hizi zimefika awe papa. Sasa ametokea wapi? Basi ni coincidence tu. Kwa hakuna sababu ya kuwa na mashaka na kuwa na hofu, kwa sababu kanisa daima linaongozwa na Roho Mtakatifu, ambapo Yesu mwenyewe aliahidi kwamba haiwezekani hata milango ya kuzimu kuliangusha chini kanisa. Kwa hiyo watu hawapaswi kuwa na hofu, isipokuwa kuendelea kuliombea kanisa kila wakati, kulisikiliza na waombea wachungaji wetu, hasa kiongozi wetu papa. Na tuna bahati ndani ya kanisa letu, misa zinatolewa kila siku kuwaombea nani?
Papa Baba Mtakatifu, lakini kuwaombea na maaskofu, ili daima kanisa libaki kusimama imara katika msingi wake wa kimungu kama kanisa lilivyo moja, takatifu, Katoliki la kitume. Binafsi nafahamu tu kidogo, na hasa hivi ambavyo imetokea kwamba baada ya kuchaguliwa watu ndo wanajaribu kutoa historia kwamba kumbe hata Tanzania aliwahi kufika. Unajua baadhi ya vitu havifahamiki kama mtu ajawa mkubwa sana, lakini unapopata vyeo vikubwa vya juu ndipo watu wanaanza kurejea nyuma kwamba kumbe huyu aliwahi kuishi na kupita maeneo haya. Kwanza sisi kama Tanzania tunamshukuru Mungu kwamba kumbe tumepata kiongozi ambaye hata katika taifa letu ni taifa ambalo alishawahi kutembelea, alishawahi kufika, na yeye ni Mwagustiniani. Tuna nyumba nyingi za Wagustiniani kwa hapa Tanzania, nyumba za malezi. Tukienda pale Morogoro, Kola, zipo pale nyumba za Wagustiniani huko Maanje, na tunaambiwa huko alitembelea. Sasa tunaendelea kujifunza, labda alitembelea akafanya nini, hotuba zake, yawezekana labda maandishi yake, yawezekana bado waliweza kuyahifadhi. Kwa hiyo yanapopatikana vitu kama hivi inakuwa tu baraka, na huwezi jua labda hapa na pale, kwa sababu ameonesha katika utendaji wake kama askofu na kama kardinali amekuwa ni misionari. Unaweza kukuta akapata nafasi ya kututembelea tena huku Tanzania, ambayo itakuwa ni jambo la baraka sana. Kwa sasa tunaweza tukajua tu hayo machache kidogo kwa sababu ndio kwanza amechaguliwa, lakini watu sasa wanaweza wakarudi kwenye dokumenti mbalimbali, speech zake mbalimbali, inawezekana tukajua mengi zaidi kuhusu historia. Kama hivyo tunajua tu kwa ufupi, lakini kwa ujio wake wa Tanzania tunaweza tukajua mengi zaidi kwa kadiri muda unavyozidi kwenda. Baba